Bismillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpendwa mtazamaji, nikiwa mbele ya kamera nyingi tu za vijana wetu, Mwenyezi Mungu awalipe kheri, nitashindwa kutaja moja baada nyingine, naona ni wengi wapo hapa. Kwanza kabisa nianze kwa kutekeleza utu, ambapo tulivyokuwa hatupo, kumetokea msiba wa kumpoteza mmoja katika ndugu zangu, wadogo zangu, na akiwa licha ya udugu, rafiki wa karibu na mshauri wa karibu, lakini mshikamano wa ndugu, jamaa na marafiki nyumbani kwa kweli ni kama tulikuwa tupo. Hii inaonyesha udugu kwa kiasi kikubwa. Hivyo nianze kuitumia fursa hii kutoa shukrani kwa kila yule ambaye alijituma kuona ni msiba wake unamuhusu. Mwenyezi Mungu amlipe sawa na malipo aloahidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye mafunzo matukufu. Hilo ni moja, na mauti wetu wote Mwenyezi Mungu aweke pema. Ama la pili ni kuhusu habari zetu za hija. Ni kwamba baada ya kukamilisha hija 1447 2026 kwa ufanisi mkubwa, ambapo kama zingetolewa pointi labda Burundi 90% ya pointi kwa matayarisho yaliyokuwa mazuri kabisa, na mahujaji wenyewe ni mashahidi wa hilo, ambapo palikuwa maendeleo makubwa ukilinganisha na hija zimepita kule nyuma. Ukitazama hema za Mina, hema za viwango kwa kiasi kikubwa. Ukitazama maandalizi yale, labda pakajitokeza wagonjwa, Burundi kukamata ambulance ndani ya nchi ile kwa muda wote, ikiwa pamoja na mahujaji kwenye harakati zao zote na kuwafuatilia. Ukitazama viwango vya hoteli sawa Maka mpaka Madina, ambapo Madina mwaka wa pili leo wa Burundi tunawalaza ndani ya hoteli zile za nyota. Inaeleweka kwa watu wametembea nyota 1, nyota 2 mpaka nyota 5. Ni jambo ambalo halikuwa linategemewa. Kwa hiyo ni mengi ambayo imefanyika hotelini Madina, kupata breakfast, akiamka haji asubuhi tena VIP anakwenda kuchukua chai na anaendea harakati zake, kuwa karibu na msikiti. Ukitoka hotelini dakika 3 umeingia kwenye saha ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mguu, ambapo mbele ya hoteli hakuna nyumba nyingine zaidi ya msikiti. Kwa hiyo ni hatua ambayo Burundi imepiga, ni mengi, mahujaji wenyewe ni mashahidi wa hilo. Sipendi kuongea sana hapo, lakini lengo kubwa ni haya yafuatayo. Kwanza ninafikisha ujumbe wa Wizara ya Haji katika kikao chao cha tarehe 12 mwezi wa Dhulhijja. Tukiwa bado tupo hija, tumekutana kwenye kikao na Mheshimiwa Waziri wa Haji na Umra, ofisi zote za mambo ya hija duniani. Kwa hiyo ujumbe nikinukulu, walifahamisha na kusema yumkinu limaktabi shu'uni al-hujjaj al-badu bil-i'lani anil haji fi dawlatihi. Manake kuanzia tarehe hii 12 mwezi wa 12, sasa mlango umefunguka wa ofisi ya mambo ya hija kuanza kutangaza kwenye nchi yake kuwa hija 2027 imeanza tarehe 12 mwezi wa 12 Dhulhijja hivi. Kwa hiyo wakawa wametoa ujumbe huo. Hivyo tunayo kalenda ya kazi zitavokwenda. Ninaomba hii kalenda ihifadhike vizuri, kwa sababu wengi waliulizia hija, tunawafahamisha milango tayari imefungwa. Shekhe, mbona mapema sana mwezi wa Ramadhani? Ndiyo taratibu za Wizara ya Hija. Sasa kalenda hii ifahamike vizuri mapema. Tarehe 15 Rajab, tarehe 15 mwezi wa Rajab itakuwa ni sawa na 24 mwezi wa Desemba. Tarehe 15 Rajab itakuwa ni 24 mwezi wa 12. Wanasema Wizara ya Haji na Umra, intiha ufatra tahwili la amwali matluba. Hii tarehe ndiyo mwisho wa kuhamisha mapesa ambayo yanahitajika kwa huduma za haji, kuyatoa kwenye ofisi yao nchini na utaratibu wa kuyahamisha kuyapeleka kwenye fuko husika kule Saudia. Hii ndiyo tarehe ya mwisho ya kuhamisha nini? Kuhamisha mapesa. Kumbe inaomba malipo ya mapema, inafika inaeleweka hilo. Kwa sababu tarehe hii kikupita tayari mapesa yalikwisha hamishwa, ndio anakuja haji tunamwambia umechelewa.
kwa sababu hatuoni tena njia ya kuhamisha pesa yako kuingiza kwenye fuko kule kwenda kukulipia gharama zile. Kwa hiyo anasema tarehe 15 Rajab sawa na 24 mwezi wa 12 intihau fatrat tahwil al-amwal al-matluba wastikmalu idaiha fi al-mahafidh al-elektroniya abra mansad nusuk masar. Manake kuziwekeza kwenye fuko husika kupitia system ya Wizara ya Haji na Umra. Kwa hiyo haji aweze kuzingatia hilo. Kama pesa yako haijaenda kwa hizi tarehe kule, ni ishara ya kuwa hija inakwenda kwako imechelewa. Hali inakwenda ni hiyo. Kipengele cha mwisho nikimalizia, tarehe 20 mwezi wa Shaaban itakuwa ni sawa na 28 Yanair, manake 28 mwezi wa kwanza 2027. Almaw'idu nihai liraf'i bayanati alhujjaji ala mansad nusuk masar. Ndiyo ahadi ya mwisho hiyo, ndiyo muda wa mwisho wa kusukuma yale madone ya mahujaji, maalumati ya mahujaji, pasipoti zao na hivyo na kadhalika na vile, kupitia system ya Wizara ya Haji na Umra. Tarehe 20 Shaaban itakuwa sawa na 28 mwezi wa kwanza 2027. Wabadu isdari tashirat, na hiyo tarehe ndiyo mwanzo wa kuanza kuprinti visa. Ndiyo mwanzo wa kuanza kuprinti visa tarehe 20 Shaaban, manake hata Ramadhani hatujaingia. Na ndiyo maana unaona hija ya 2026 hii ilifikia mwezi wa Ramadhani, haji tunamwambia tayari na visa za mahujaji tunazo, umechelewa, maana mlango wa kuprinti hata visa zenyewe ulikwisha funga. Kwa hiyo ni kuanza mapema hivyo. Siri ya hija ni kuanza kuwekeza hivi mapema. Insha Allah tukusajili mapema. Tembelea ofisi yako ya hija, katibu yupo hapa wa kusajili. Namba mbalimbali zinapita kwenye runinga ya TV za vijana wetu, unaziona ya kwangu, ya katibu, ya Sheikh Abdi John, ya Mzee Rusambo, ya Sheikh Abasi Huseni, ya nani, zinapita hapo. Wote wale muone yote yule uingize mguu, na haiombi wewe kiwango chote kile ukilete hivyo ngumu. Na ndio maana tunakwenda kwenye hija za viwango, pamoja na malipo yetu yako chini ukilinganisha na nchi jirani tunapakana nazo. Huduma zetu ziko bora sana na malipo yako chini kwa wao. Unaona tunatembea hivyo. Kwa hiyo tunajali. Kwa nini malipo hayapandi? Tunajali mzunguko wa maisha ya watu wetu, na hivyo yote hayo tunayatazama. Kwa hiyo wekeza kadri ya hali. Umepata angalau kidogo, wanakupa risiti. Umepata tena, umejaliwa, unaleta, wanakupa risiti, mpaka unajikuta haya umeyatekeleza kwa wakati na kidogo kidogo na bila kuumia sana, insha Allah. Mwisho ninamalizia shukrani zangu kwa mahujaji wa 2026. Kwa kweli walikuwa ni mahaji wa kupigiwa mfano wote kwa ujumla. Nitashindwa kutaja mmoja baada ya mwingine. Kulikuwa mshikamano wa hali ya juu, mapenzi na udugu, manake ilikuwa ni safari ya kifamilia kabisa, ambapo hatuna la kusema ila kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala inshallah sote atukubalie ibada yetu na mahaji wengine waliotangulia. Lakini labda nitaje majina haya mawili. Haji wetu anajulikana kwa jina la Nishaki ya Uthman. Huyu alikuwa ni kijana wa kupigiwa mfano, licha ya kutoka kwake Ulaya na mke wake, lakini alikuwa niseme boy wa mahujaji. Kumuita mtu boy katika kazi za Mungu ni fahari. Alikuwa ni mtumishi wa mahujaji kweli, alijituma kweli, na mahujaji wenyewe ni mashahidi wa hayo. Bila kujali mimi ni kutoka Ulaya, mimi naishi Ulaya na hivyo, lakini alifanya kazi kubwa sana. Akiwa wa pili engineer Maksudi, ambaye anategemewa kwenye nchi ya Tanzania, anafanya kazi kubwa na muhimu kwenye nchi ile, ni engineer huyo, lakini alikuwa pia ni mtumishi wa mahujaji. Huyo engineer mpaka baada ya kufika nyumbani alinifanyia simu, ananiambia, Shekhe, zile huduma zangu zinaendelea, kwa hiyo kama kuna chochote cha kuntuma kwa hapa Bujumbura nitume tu, mimi nitang'oka na kwenda kukifanya. Ni vijana wa kupigiwa mfano. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri kwa huduma hizi. Lakini nimalizie pia kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala
wale walokuja wagonjwa na hija ni hivyo, vihoma na vile, Mwenyezi Mungu awape shifa ya haraka, inshallah warudi kwenye mizunguko ya maisha yao, na lile homa iwe ni kafara inshallah ya kuweka mzani wao vizuri kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Namalizia vijana wa TV tofauti ambao wako mbele yetu kwa kamera zao. Kuna Alamnu TV, kuna Alhuda TV, kuna Raisa sijui TV ya Habat Sauda, kuna Sheikh Masudi Wawa, kuna Jamal TV na wengine tu Bambara, wengine wengi ambao wapo hapa. Mwenyezi Mungu awalipe kheri. Kama ninavyosema kila siku, kazi wanazozifanya kama wangekadiriwa cha kuwalipa, watu wangepata shida kupata cha kuwalipa, lakini ni malezi tumeleleka, wachache wenye kuona juhudi na umuhimu wa kazi za mtu. Sisi hatuna cha kuwalipa, ila tunasema tu Allah subhanahu wa ta'ala akuze vipaji vyao. Inshallah Mwenyezi Mungu anaona kazi wanaifanya, wanamfikisha shekhe kule ambapo yeye hajajaliwa kufika duniani. Inshallah iwe na fungo katika mzani wa mazuri yao kesho siku ya Kiyama. Allah aturahisishie hija ya 2027 inshallah iweze kutekelezwa vikamilifu zaidi kuliko ilivyokuwa hija ya 2026. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al Huda, mwongozo wa jamii.